Jambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kufuata matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 28 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nini Kivu News Info, mahali ambako tunakuletea habari muhimu za uhakika na zinazoendelea kutokea hapa nchini na ukanda mzima wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya mchana wa leo, tutakuletea taarifa mbalimbali zinazoendelea kushika kasi, zikiwemo masuala ya usalama, siasa, afya na matukio ya kijamii na usiri maisha ya wananchi katika maeneo tofauti. Basi endelea kuwa nasi kwa kina cha habari hizi zote bila kupitiwa na lolote muhimu. Nani Kivu News Info, na mimi niite Eloge Lulonga, na nilikujuza kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wetu wa YouTube. Basi na kuomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi mengi na mengine zaidi ni katika matangazo yetu ya mchana wa leo. Katika jimbo la Uvira, katika mji wa Uvira, mkutano muhimu umefanyika wa kijamii na kiusalama umefanyika siku ya jana Jumatano tarehe 27 Mei, ukileta pamoja viongozi wa jumuiya ya kiraia kupitia Nouvelle Société Civile Congolaise pamoja na makamanda na majenerali mbalimbali wa makundi ya wazalendo katika ukumbi wa polisi wa taifa wa Kongo mjini Uvira. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mratibu wa Nouvelle Société Civile kwa ukanda wa Kivu Kusini, Mafikiri Martin Mashimango, majadiliano ya mkutano huo yalijikita katika masuala makuu mawili nyeti yanaendelea kwa asili ya usalama katika eneo hilo. Masuala hayo ni kuhusiana na hatua za kuondoka kwa wapiganaji wa wazalendo katika eneo la tambarare la Ruzizi, pamoja na tuhuma zilizokuwa zimeibuka kuhusu madai ya uharibifu wa fedha zinazodaiwa kutolewa kwa ajili ya wapiganaji hao. Kuhusu swala la kuondoka kwa wazalendo katika eneo la Ruzizi, washiriki wa mkutano huo wamesema kwa wamekubaliana na uamuzi huo baada ya kupata maelekezo ya kina kutoka kwa uongozi wa kijeshi. Kwa mujibu wa makubaliano, wapiganaji wa wazalendo wamekubali kuruhusu eneo hilo liwe chini ya udhibiti wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa kuzingatia maelekezo rasmi ya kiusalama yaliyotolewa na mamlaka ya serikali. Hatua inaelezwa kuwa inalenga kupunguza migongano mara kwa mara na kuhakikisha kwa maeneo nyeti na salama yanakuwa chini ya uongozi mmoja wa kijeshi ili kuimarisha udhibiti na kuzuia machafuko yanayoweza kutokea kutokana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha katika eneo moja. Kuhusu tuhuma zilizokuwa zikienezwa kuhusu fedha za wazalendo, mkutano huo umehitimisha kwa taarifa hizo hazikuwa na misingi na zilikuwa na ni uvumi uliosambazwa kutokana na taarifa zisizo sahihi. Washirika wamesitiza kuwa hakuna ushahidi wa uharibifu kama ilivyodaiwa dhidi ya kamanda wa eneo husika. Wameahidi kuimarisha ushirikiano na mamlaka zinazohusika pamoja na kutumia njia za mazungumzo pale ambako kutakuwa na tofauti au migogoro ya ndani. Mkutano huo pia umeweka misingi mpya kushughulikia changamoto za kiusalama katika jiji la Uvira. Mfumo mpya ulikubaliwa unalenga kufanya doria za ziara pamoja kati ya wazalendo, jumuiya ya kiraia pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lengo kuu ni kubaini kwa haraka chanzo cha matukio ya kiusalama kinatokea katika vitongoji mbalimbali vya jijilo vinashughulikiwa kwa njia ya pamoja. Kwa mujibu wa Mafikiri Mashimango Martin, katika mkakati mpya unatarajiwa kusaidia kupunguza matukio ya ghasia pamoja na matukio ya risasi na matukio mengine ya uvunjifu wa amani ambayo yamekuwa kiripotiwa mara kwa mara katika baadhi ya maeneo ya Uvira. Amesema pia ushirikiano wa karibu na jamii utakuwa nguzo muhimu katika kurejesha amani ya kudumu. Kwa upande mwingine, Nouvelle Société Civile imetangaza pia dhamira kufanya mazungumzo ya kitaifa kwa njia ya utetezi kwa lengo la kuhakikisha kuwa ujumbe wa wazalendo kutoka Kivu Kusini unapata nafasi ya kukutana moja kwa moja na rais wa jamhuri. Lengo la mkutano huo linatarajiwa kuwa ni kutoa nafasi ya moja kwa moja kwa wapiganaji kueneza changamoto zao hasa zinazohusu hali ya maisha na masuala ya usalama katika maeneo yanayofanya kazi huko. Viongozi wa Nouvelle Société Civile wanaamini kuwa mazungumzo moja kwa moja kati ya viongozi wa juu ya nchi, wazalendo na jumuiya ya kiraia yanaweza kusaidia kuleta suluhisho la kudumu kwa changamoto za kiusalama zinazokumba sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Aliendelea kufuatilia kwa karibu huku wadau wa usalama wakisisitiza kuwa umuhimu wa mshikamano, mazungumzo na utaratibu thabiti ili kuhakikisha amani na utulivu vinarejea na kudumu katika eneo hilo. Upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetangaza wito wa siku ya kufungwa Ville Morte itakayofanyika Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2016 mjini Kinshasa. Hatua inaongeza kasi ya mvutano wake na upande wa serikali kuhusu mjadala unaendelea wa marekebisho mabadiliko ya katiba ya nchi.
Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, hatua hiyo inalenga kupinga kile wanachokieleza kuwa ni mchakato hatari unaendeshwa na madaraka sasa, huko akimshutumu Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kile alichokiita uasi dhidi ya katiba. Kauli hizo zimekuwa kali zaidi, wakidai kuwa kuna mpango wa kisiasa uliokiuka misingi ya katiba ya mwaka 2006 ambao unaweka wazi masharti ya uongozi wa nchi na mipaka ya mihula ya uraisi. Upinzani wao pia umeenda mbali zaidi kwa kumshutumu rais huyo kuwa madai kwa kushirikiana na usimamizi wa nchi ya Paul Kagame, kauli ambayo imezua mjadala mikubwa wa kisiasa na kuongeza mvutano wa diplomasia na kiusalama kati ya mitazamo tofauti ya kisiasa ya ndani ya taifa. Hatua hii ya tangazo la mji wa Ville-Morte inakuja kufuatia wiki ya migusano mikali bungeni, ambako siku ya jana Jumatano tarehe 27 Mei kundi la wabunge wa upinzani linalojulikana kwa jina la Ensemble, ambalo ni moja nguvu pekee ya upinzani iliyoko katika bunge la nchi, kukwepa mjadala wa maswada wa sheria unaohusu masharti kuandaa kura ya maoni referendum. Mswada huo uliwasilishwa na mbunge Paul Gaspare na ulipokelewa rasmi na kamati ya masuala ya kisiasa, kiutawala na sheria paja, ambayo ilikubali kufanya marekebisho kabla ya hatua zinazofuatwa za bunge. Hata hivyo, hatua ya upinzani na ya kusuasua kikao hicho ilipuuzwa na uongozi wa bunge la taifa, ambako rais wa bunge la taifa Aimé Bonji Sakara alitoa kauli kali akisema kuwa upinzani hauko tayari kuruhusu wananchi kutoa maoni yao kupitia mchakato wa kidemokrasia, basi uko huru kujiondoa kwenye vikao vya bunge. Kauli inaonekana kuongeza zaidi moto wa mjadala wa kisiasa uliokuwa tayari umeshika kasi. Kwa upande wake, upinzani unaona mswada huo wa mbunge huyo kama mwamvuli wa kisiasa unaolenga kufungua njia mabadiliko ya katiba yatakayowezesha kumruhusu Rais Felix Antoine Tshisekedi kugombea muhula wa 3, jambo ambalo linapingwa vikali kwa hoja kwamba katiba ya mwaka 2006 inakataza uwazi urefu wa muhula wa uraisi. Kwa mujibu wa viongozi wa upinzani, mchakato unaendelea wakati taifa linakabiliwa na hali ya taharuki na usalama mashariki mwa nchi, ambako bado kuna maeneo yaliyo chini ya mivutano ya kivita kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha, yakiwemo yale yanayojulikana kama waasi wa M23. Wanasisitiza kwa kuanzisha mchakato wa mabadiliko ya katiba katika mazingira ya sasa ni hatua inayoelezwa kama hatari kwa umoja wa taifa na mpango unaweza kusambaratisha taifa. Wanasema pia kuna hali ya sasa ya usalama ifai kuwa maamuzi makubwa ya katiba yanogusa mustakabali wa nchi nzima. Katika maelezo yao, upinzani unaeleza kuwa mgomo wa mji kufungwa, yani Ville-Morte, itakuwa njia wananchi kuonyesha kutokuridhishwa na mwelekeo wa kisiasa chini, huku wakihimiza biashara kufungwa, shughuli za kiuchumi kusimama na wananchi kubaki majumbani kama njia shinikizo la kisiasa kwa mamlaka zilizopo. Hali ya kisiasa katika Kinshasa inaendelea kuwa ya taharuki, huku wadau wa ndani na nje wakifuatilia kwa karibu mwelekeo wa mgogoro huu unaogusa masuala nyeti ya katiba, demokrasia na mustakabali wa uongozi wa taifa. Upande wa serikali hujatoa jibu lakini kuhusu wito huo wa upinzani, lakini mijadala bungeni na mitaani inaendelea kuashiria migawanyiko mikubwa wa kisiasa ambao unaweza kuathiri hali ya utulivu katika siku zijazo. Katika eneo la afya la Miti Muresa iliyopo katika wilaya Kabare mkoani Kivu Kusini, tahadhari mpya ya kiafya imetolewa kufuatia kuripotiwa kwa ugonjwa unaoshukiwa kuwa na virusi vya Ebola. Linaongeza wasiwasi katika eneo hilo ambalo tayari liko katika uangalizi mkali wa wataalamu wa afya. Kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu vya eneo hilo, mtu mmoja mkazi wa eneo hilo ameonyesha dalili kadhaa zinazolingana na ugonjwa wa Ebola, zikiwemo homa kali, udhaifu mkubwa wa mwili pamoja na dalili nyingine zinazohusishwa na maambukizi ya virusi hivyo hatari. Dalili hizo zimesababisha timu ya afya kuchukua hatua za haraka na uchunguzi na ufuatiliaji. Tayari sampuli za damu na vipimo vingine vya kitabibu vimechukuliwa kutoka kwa mgonjwa huo na kutumwa katika maabara maalum kwa ajili ya uchunguzi wa kina. Mamlaka za afya zimeeleza kwamba matukio rasmi yanatarajiwa ili kudhibitisha iwapo kweli ni maambukizi ya Ebola au la, huku akisisitiza kuwa hadi sasa kesi hiyo bado iko na mashaka. Tukio hili linakuja katika mazingira ya tahadhari kubwa ya kiafya katika Kivu Kusini, ambako mamlaka za afya na mashirika ya kimataifa ya afya yamekuwa yakifuatilia kwa karibu uwezekano wa kuenea kwa aina ya virusi vya Ebola katika eneo hilo. Aina ya virusi imekuwa ikitazamwa kwa kasi zaidi kutokana na ukweli kwamba hadi sasa haina chanzo iliyodhibitishwa wala tiba rasmi inayoidhinishwa, jambo linalofanya kuwa hatari zaidi katika udhibiti wa mlipuko. Wataalamu wa afya wanasema iwepo
wa dalili zinazosikiwa kuwa katika eneo la miti Muresa unahitaji makini na wali ya juu, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo ya vijijini na Kabare yana mwingiliano mkubwa wa watu kupitia masoko, usafiri wa ndani na uangalifu na shughuli za kila siku zinazoweza kuhatarisha maambukizi endapo ugonjwa huo utathibitishwa. Katika hatua ya tahadhari, timu ya afya zimeanza kuhamasisha jamii za eneo hilo kuongeza uangalifu na kuzingatia kwa makini kanuni za usafi, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono mara kwa mara kwa sabuni au dawa za kuua vidudu, kuepuka kugusana moja kwa moja na watu wanaonyesha dalili za homa isiyo kawaida, pamoja na kutoa taarifa mapema kwa vituo vya afya endapo kuna mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Wahudumu wa afya wamesisitiza umuhimu wa kuepuka mila na desturi zinazoweza kuongeza hatari ya maambukizi, hasa zile zinazohusisha kugusa miili ya wagonjwa wa marehemu bila ulinzi wa kitaalamu, ambazo zimekuwa zikitajwa mara kwa mara kama moja njia za kuenea kwa Ebola katika mlipuko wa awali. Mamlaka za afya katika eneo hilo zimehakikisha kuwa zinafuatilia kwa karibu hali hiyo kwa kushirikiana na wataalamu wa kitaifa na kimataifa, huku zikisisitiza kuwa lengo kuu ni kuzuia mlipuko wote unaweza kujitokeza na kulinda afya ya jamii. Hali ya tahadhari inaendelea kuhudumu katika Kabare na maeneo jirani, huku wananchi wakihimizwa kuwa watulivu lakini waangalifu, wakisubiri majibu rasmi ya maabara yatakayobainisha ukweli wa hali ya ugonjwa huyo unaoshukiwa kuwa na Ebola. Kinshasa, katika mkataba wa mvutano wa kisiasa na kiusalama unaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozi wa upinzani Barnabe Milinganyo Uimana amehamishwa rasmi katika gereza kuu ya Makala siku ya Jumatano tarehe 27 Mei, siku moja baada ya kukamatwa kwake katika eneo la Ngombe mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya karibu na uchunguzi wa awali, uamuzi wa kumhamishia gerezani umechukuliwa kufuatia kile kinachotajwa kuwa ni hatua kuratibu na kuendelea na uchunguzi wa kina kuhusu tuhuma zinazomkabili. Kukamatwa kwake kulifanyika katika mazingira yaliyozua mjadala mikubwa, hasa kutokana na nafasi yake ndani ya siasa ya upinzani na uhusiano wake wa kisiasa uliopo ndani ya muungano wa FCC. Daiwa kuwa FCC ambamo Milinganyo anahusishwa nalo ni sehemu ya mjadala mpana wa kisiasa unaendelea nchini, huku mamlaka zikimshutumu kwa tuhuma nzito zinazohusiana na mawasiliano ya mara kwa mara na baadhi ya watu wanaodhaniwa kwa wanachama wa kundi la uasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uchunguzi wa awali ulimkabili Milinganya kwa madai ya kuwa na mawasiliano ya mara kwa mara na wanachama wa kundi hilo, pamoja na tuhuma za kupokea au kuhusishwa na ufadhili unaodaiwa kutoka nchi ya kigeni. Fedha hizo, kwa mujibu wa tuhuma zinazochunguzwa, nadaiwa kutumika katika shughuli za kusambaza taarifa potofu na kuleta migawanyiko katika anga ya mitandao, hasa katika kipindi ambacho nchi inakabiliwa na hali tete na nyeti ya kiusalama na kisiasa. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa kuna pia tuhuma kwamba mshtakiwa huyo ambaye anatoka asili ya Kivu Kaskazini amekuwa na mawasiliano na watu wanaohusishwa na makundi yanayoitwa ya kujihumu usalama wa taifa, jambo ambalo limechukuliwa kwa uzito mkubwa na vyombo vya uchunguzi. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi ya mahakama iliyothibitisha uhalali wa tuhuma hizo, na upande wa utetezi hujatoa maelezo ya kina kuhusu misingi wa tuhuma zinazomkabili. Mamlaka husika zinasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na kwamba hatua zote zitafuatwa kwa mujibu wa sheria. Baada ya kukamatwa kwake katika wilaya ya Ngombe, hatua kumpeleka gereza kula Makala inaashiria kuanza kwa mchakato rasmi wa sheria dhidi yake. Gereza hilo ambalo linajulikana kwa umoja wa magereza makubwa nchini, mara nyingi hupokea kesi zinazohusiana na masuala nyeti ya usalama wa taifa na makosa ya kisiasa yenye uzito. Kwa mujibu wa vyanzo vya mahakama, Barnabe Milinganyo Uimana anatarajiwa kufikishwa mbele ya jaji wake wa kawaida kwa ajili ya kusikilizwa kwa mashtaka rasmi. Hata hivyo, mchakato unaweza kuchukua muda kutokana na msongamano wa kesi zilizo tayari mahakamani au taratibu za uchunguzi zinazohitaji kufuatwa kabla ya kuanza kwa kesi yenyewe. Alimezua mjadala katika duru za kisiasa na jamii ya kiraia, huku baadhi wakitaka mchakato wa haki uwe wa wazi na wa haraka, ili wengine wakihimiza umuhimu wa tahadhari kutokana na mazingira ya usalama wa taifa. Kwa sasa Kinshasa inaendelea kushuhudia hali ya taharuki ya kisiasa inayochangiwa na kesi hii, huku macho ya wadau wa ndani na nje wakielekezwa katika namna mchakato wa kisheria utakavyoshughulikia, hasa ikizingatia uzito wa tuhuma zinazohusisha siasa, usalama na madai ya uhusiano wa makundi yenye silaha.
Katika eneo la Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali ya taharuki imeendelea kuongezeka baada ya kuwekwa kwa vizuizi kipya cha barabara mnamo tarehe 26 Mei katika milo wa Lubero kuelekea Kasugo. Kizuizi hicho kimezua mjadala mkubwa miongoni mwa wakazi na wadau wa usalama katika eneo hilo kutokana na namna kilivyowekwa na wale wanaokisimamia. Kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa kutoka vyanzo vya ndani, kizuizi kipya kinasimamiwa na makundi mane tofauti ya wazalendo wanaofanya kazi katika eneo hilo. Uwepo wa makundi ya kijeshi yasiyo ya serikali katika sehemu moja ya ukaguzi wa barabara imebua hofu kubwa kuhusu uwezekano wa migongano, kutokuelewana na hata makabiliano ya silaha kati ya makundi yao yenyewe au kati yao na wasafiri. Wananchi wa eneo wanasema kuwa hali hiyo imeongeza wasiwasi katika safari za kila siku, hasa kwa watumiaji wa barabara hiyo muhimu inaunganisha vijiji na vituo mbalimbali vya biashara ndani ya Lubero. Wengine wanafia kuwepo kwa vituo vingi vya ukaguzi visivyo na utaratibu wa wazi unaoweza kuongeza hatari na unyanyasaji au matumizi mabaya ya nguvu dhidi ya raia. Katika upande wa uchumi wa kila siku, taarifa zinaeleza kuwa ada ya kulipa katika kizuizi hicho imewekwa kwa pesa 1500 kwa kila dereva wa pikipiki. Kiasi hicho kinachukuliwa na baadhi ya wakazi kuwa kikubwa, hasa kizingatiwa hali ngumu ya kiuchumi na ukabili watu wengi wa maeneo ya jirani ambao hutegemea pikipiki kama njia kuu ya usafiri na biashara. Swala la uwepo wa makundi ya amani ya wazalendo katika kituo kimoja cha ukaguzi imezua pia maswali kuhusu utaratibu wa usimamizi wa shughuli za usalama katika eneo hilo. Viongozi wa kijamii na kiraia wamesema wanahofu kuwa iwapo hakutakuwa na mpangilio dhabiti, kuna uwezekano wa kutokea makosa utendaji au hata migogoro ndani kati ya makundi hayo, jambo ambalo linaweza kuathiri zaidi usalama wa raia. Hali inaendelea kufuatilia kwa karibu na wananchi wa Lubero, huku wito ukitolewa kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha kwa udhibiti wa wazi wa vituo vya ukaguzi na kwamba usalama wa usafiri pamoja na haki za raia vinazingatiwa. Kwa sasa barabara Lubero kuelekea Kasugo inaendelea kutumika, lakini chini ya uangalizi mkali wa hali ya taharuki inaendelea kuonekana miongoni mwa wasafiri na wakazi wa maeneo jirani. Basi kwa habari zingine zaidi tunajiunga moja kwa moja na wenzetu wa Radio Kapi kwa taarifa zingine muhimu, na hii ni Kivu News mfamba. Kwa siku sisi tunaendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi asante sana kwa kuendelea kutufuatilia katika taarifa ya mchana leo. Tumeeleza kwa kina matukio mbalimbali yanaendelea hapa nchini na katika ukanda wa mashariki yakihusisha masuala ya usalama, afya na siasa. Kwa sasa tunawachia wenzetu wa Radio Kapi waendelee na matangazo yao kwa uchambuzi zaidi na taarifa za kina kutoka maeneo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunawashukuru kwa kuwa nasi na usiende mbali. Tuungane tena jioni kwa taarifa nyingine muhimu na uchambuzi wa kina kwa matukio ya leo. Basi baki salama, endelea kufuatilia na Mungu awalinde. Bienvenue à ce journal de Radio Okapi. Dona Madimba à la présentation et voici les titres. La vague actuelle d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo a déjà causé plus de 100 morts. Le pays continue de faire face, affirment les experts congolais qui comptent aussi sur les États-Unis notamment pour accélérer la mise en place du traitement. Mais déjà, la communauté internationale annonce des appuis supplémentaires en cours. La RDC et le Burundi continuent de renforcer leur entente bilatérale. Hier, les ministres de la Défense des deux pays se sont rencontrés et ils ont signé un rapport de sécurité conjointement élaboré. Une délégation de quelques agences de l'ONU séjourne en ce moment en Ituri pour aider les autorités locales à faire face au virus Ebola qui, en quelques jours, a déjà causé plus de 100 morts. Alain Akpadji, représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo, est notre invité dans un instant. Le ministre de la Défense a annoncé que la RDC a sollicité les États-Unis afin qu'ils mettent à sa disposition une molécule développée contre le traitement pour la souche Zaïre du virus destinée à la prise en charge des malades. Samuel Roger Kamba fait une déclaration hier lors du briefing tenu conjointement avec le porte-parole du gouvernement de la RDC. Écoutons le ministre congolais de la Santé dans cet extrait proposé par Alain Young. Peut-être beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que les Américains avaient développé, comme notre traitement contre Zaïre, ils avaient développé un traitement, donc ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, qui a agi sur un test, qui a agi sur les 3 types d'Ebola, c'est-à-dire Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Et donc, nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades.
parce que ils en ont. Donc nous avons fait la demande officielle, on a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. Mais en fait, on va pas traiter les malades directement, on va faire ce qu'on appelle un essai clinique. Parce que ça a été testé en laboratoire, ça a passé tous les stages d'évaluation, mais comme il n'y avait pas d'Ebola autre que Zaïre, ça n'avait pas été utilisé. Donc nous allons utiliser, si les Américains nous en disponibilisent, cet anticorps monoclonal pour pouvoir traiter les malades. C'est vraiment pour les gens qui sont malades. Dans la province du Nord Kivu, l'Organisation mondiale de la santé annonce un renforcement de la riposte et de la prévention contre Ebola, notamment à Goma et à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. La représentante pays intérimaire de l'OMS, Anne Ansia, en mission hier à Goma, a fait état de l'arrivée imminente de 12 tonnes de matériel d'appui. Ces équipements de protection individuelle et des médicaments sont actuellement en transit via Kigali au Rwanda. Face à la circulation du virus, elle appelle à une collaboration accrue de la population pour assurer l'efficacité des mesures de riposte. Anne Ansia au micro de Bernadette Nyangi. Nous avons besoin de la contribution de la population pour pouvoir gérer cette épidémie, travailler à diminuer et même à arrêter la transmission de cette épidémie et la transmission du virus qui est en train de circuler particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit. Ce cargo devrait arriver à Kigali. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait sur la ville de Goma pour amener ce matériel et ces traitements. Je suis ici pour quelques jours pour pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, les experts en épidémiologie, de l'appui pour pouvoir renforcer le laboratoire de Goma. Rappelons que depuis le 17 mai dernier, un seul cas confirmé d'Ebola a été enregistré à Goma. Le patient, actuellement en prise en charge, présenterait une évolution favorable selon des sources médicales. Et puis le directeur général du plus sérieux laboratoire médical public de la RDC, qui a affirmé hier en Mbuji-Mayi, le gouvernement congolais appuyé par ses partenaires du secteur de la santé intensifie les efforts pour contenir la propagation du virus Ebola en Ituri, une position de Jean-Jacques Muyembe qui vient balayer les inquiétudes exprimées lundi lors de l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi par un membre de la société civile. Ce dernier dénonçait le manque d'intrants de protection pour le personnel soignant et l'insuffisance de la prise en charge médicale qu'il estime être à l'origine de la recrudescence des cas et des décès liés à Ebola. Le docteur Jean-Jacques Muyembe s'exprime au micro d'Esther Ndalafina. Sur place, à Bunia, à Rwampara, à Mongwalu, les organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF, MSF ont apporté suffisamment de matériel de protection. Donc ce n'est plus un problème pour le moment. Et je vous dis que le matériel de protection c'est très important, surtout pour le personnel soignant, parce qu'un médecin ou un infirmier qui est malade, ça décourage donc la population et ça ce n'est pas bon. Donc il faut absolument protéger le personnel soignant qui se trouve à la première ligne. Le message c'est de dire vraiment qu'il n'y a pas de raison de paniquer parce que c'est notre 17e épidémie. La RDC a développé une certaine expertise dans la lutte contre cette maladie qui est reconnue dans le monde entier. Bon, maintenant, les surprises ne manquent jamais. Nous ne savons pas si ce virus qui au départ était un virus moins létal que le virus, que Ebola, virus d'Zaïre, c'était moins létal. Maintenant, nous ne savons pas ce qui se passe exactement sur le terrain. Dans les jours à venir, nous serons vraiment informés, mais il n'y a pas de raison de paniquer. Pendant ce temps, à Beni, dans la province du Nord Kivu, l'hôpital général de référence dispose désormais, je vous en prie, d'un bâtiment équipé pour la prise en charge des détenus malades. C'est grâce à un appui à impact rapide de la MONUSCO à travers sa section d'appui et d'administration pénitentiaire d'un coût global de $50 000 américains. Cette infrastructure de 23 lits comprend
2 pavillons séparés pour les hommes et les femmes. Le bâtiment est également équipé de matelas, de couvertures ainsi que d'installations hygiéniques. Une remise officielle réalisée hier en présence des autorités sanitaires et pénitentiaires de Béni. Pour Patrick Mukendi, chef de la division provinciale de la justice, ce bâtiment vient répondre aux difficultés de prise en charge médicale des détenus de la prison urbaine de Béni. Il est au micro de Martial Papi Moukeba. Nous avons un pavillon, mais qui a 2 compartiments. C'est séparé, il y a les compartiments des femmes et les compartiments des hommes. Donc c'est une nette séparation entre les hommes et les femmes. Ce bâtiment est venu résoudre un problème réel. Les détenus qui étaient chaque fois incarcérés ici connaissaient des problèmes très sérieux d'évasion, de suivi. Mais aujourd'hui, ce bâtiment va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes que l'administration pénitentiaire connaissait dans les temps. D'abord les soins des détenus. Ils vont recevoir les soins de qualité et aussi la surveillance, parce que en dehors des soins, nous avons un problème sérieux de la garde, la protection même de ces détenus. Donc le bâtiment est venu résoudre un problème réel que connaissait l'administration pénitentiaire. Au personnel soignant, nous leur demandons d'assurer un service de qualité aux détenus et au personnel pénitentiaire que chacun fasse quelque chose de très important par rapport à la mission qui lui a été confiée. À noter aussi que depuis plusieurs mois, des décès sont signalés à la prison urbaine de Béni, notamment à cause du manque de prise en charge adéquate des détenus malades. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii, taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.